Mungu anatengeneza kizazi kipya. God is lazy. A new generation. Mungu anatengeneza kizazi cha vijana watakao kuwa na uwezo wa kumrudia Bwana, wa kumkimbilia na kukaa magotini. Na kati ya kitu ambacho Mungu alisisitiza, na ndio maana kwenye siku zetu 7 za mfungo zitakuwa ni siku za kumkimbilia Bwana, kuomba utakaso. Utakaso wa ardhi ya Tanzania, utakaso wa Tanzania nzima kwa ujumla. Kwenye engo nyingi tutapita na kutembea, tutaomba utakaso, kuanzia kwenye maisha yetu binafsi utakaso, mpaka kwenye taifa zima kwa ujumla tutaomba utakaso. Lazima kama Tanzania tumrudie Bwana na kuomba utakaso, sababu kwa muda mrefu taifa la Tanzania tulimsahau Bwana, tulimsahau Bwana. Na uwe na uhakika kabisa, inawezekana mabaya yakatokea na shetani akatumiwa kuleta hayo mabaya, lakini sio kwamba Mungu haoni, sio kwamba Mungu haoni. Mungu anaona kabisa. Unisikilize kwa makini, naongea kitu kigumu kidogo. Unaposoma habari za Hana, maumivu aliyopitia Hana, alisengenywa. Hana alisengenywa, alitukanwa ya kwamba hazai, alisengenywa, akatukanwa sana. Na kwa sababu ya yale maumivu, Biblia inatuambia hivi, utasa aliokuwa nao Hana ulitokea kwa Mungu, ya kwamba Hana hakuwa tasa kwa sababu za kibiolojia au kwa sababu za waganga na wachawi, lakini Mungu mwenyewe ndiye aliyelifunga tumbo la Hana. Kwa hiyo kama Mungu alilifunga tumbo la Hana na Hana akaishi maisha ya kusengenywa, maisha ya kutukanwa, maisha ya kudhiakiwa, maisha ya kuonekana hafai, alizungumziwa vibaya, aliambiwa maneno mabaya na magumu Hana, lakini sababu haikuwa shetani, sababu hawakuwa waganga wala hawakuwa wachawi, lakini kutukanwa alitukanwa, kusengenywa alisengenywa, kudhalauliwa alidhalauliwa, lakini aliyeruhusu yote haya alikuwa ni Mungu. Narudia tena, aliyeruhusu utasa wa Hana hakuwa mwanadamu, hazikuwa sababu za kibiolojia, alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo sio kila magumu yanayotokea kwako ni kwa sababu ya dhambi umefanya, ni kwa sababu ya waganga au wachawi, ni kwa sababu umemwacha Mungu. No, kuna wakati Mungu hujamwacha, na hata kama umemwacha wakati fulani pia sio sababu ya kwamba umepitia huo ubaya kwa sababu umemwacha Bwana. Kwa sababu wako watu wengi ambao wamemwacha Bwana na mabaya wanayopitia sio kwa sababu ya dhambi zao. Sababu kuna watu wengi sana wanazania kwamba Mungu hamsikii leo eti kwa sababu ya dhambi ambazo wamezifanya. Sio kweli, sio kweli. Kuna watu ambao wanatenda dhambi lakini wanamsikia Mungu na wana uwezo wa kuona, na ni maprofeti, na jana kazini na wanawake 5, 6, 7, lakini kesho anakuja kuprophesy, I go in the spiritual realm, I see you. Anasema I see you umezini jana, na yeye mwenyewe prophet kazini juzi. Kwa hiyo issue ya kwamba umetenda dhambi ni kweli inaweza kuwa sababu ya wewe kuto kumsikia Bwana, lakini sio kwamba ndiyo sababu pekee inaweza kutumika. Kuna wakati fulani hiyo sababu inaweza isiwepo kabisa na isiwe kigezo cha mabaya unayoyapitia. Unaweza ukatenda dhambi na dhambi ulizofanya zikawa sio sababu za mabaya uliyopitia, lakini kuna kitu Mungu akihitaji kukufundisha, anaweza akakufundisha kwa njia ngumu, kwa maumivu ya hali ya juu sana. Lazima uweze kuelewa hichi kitu. Maumivu ni lugha ya Mungu, na kuna wakati Mungu anatumia maumivu na majeraha kuzungumza na watu wake. Na ndio maana sio kila maumivu kilia lazima ugombane na watu, lazima uanze kuingia kwenye maombi kusema navunja uganga na uchawi. Sio kila maumivu ni waganga na wachawi. Kuna maumivu mengine Mungu kayaruhusu mwenyewe yaje kwenye maisha yako kwa sababu A, B, C na D, ambazo ili uzijue hautakiwi kwenda kuomba kusema Mungu niondolee maumivu haya, niondolee shida hii. Inabidi uweze kwenda kuomba, kumwambia Mungu nahitaji kuyajua mapenzi yako, yale yaliyo mema, ya kupendeza na matakatifu.